Sasa tunaendelea kukwea katika mlima huu ili ya kwamba angalau tufikie penye mwamba mwenyewe naitwa Igena Itambe, ili ya kwamba tuone ile Mungu maumbile yake yakoje katika sayari hii ya dunia, tunapotembea katika vitongoji mbalimbali na tukieneza hili neno lake na injili yake kadiri na vile ameona ya kwamba hili neno liende milima na makonde. Kwa hivyo sasa tu karibu kufika kila mwamba. Unaona hapa kuna miti, unaona kuna vichaka, unaona kule chini penye tumetoka vile kwamba kumeinuka. Kwa hivyo tunaendelea tu, ukijua sasa ukitazama utaona tu tunaendelea kukaribia katika juu ya huu mwamba, na ukitazama ni maji tu inaendelea kutiririka chini ya huo mwamba. Hii ndio sasa imeanzia hapa. Ndio sasa unaona ikiwa hapo ndio imeanzia hapo ile chini ya hiyo mwamba, na hapo kumaanisha ya kwamba ndio sasa sauti ya maji yanayotiririka huko ndipo yanapotoka. Ukiona ya kutiririka hayo maji katika jinsi hiyo, na sasa hapa utaona huu mlima. Ukitazama, ukiangalia, utasongea karibu kidogo ili kwamba kamera ichukue vizuri. Unaona ya kwamba hii mlima inatiririka maji. Hapo unaona mlima inatiririka maji. Huo ni mlima umepanda mpaka kule juu penye hatutafika, lakini unaendelea kutiririka maji ukitazama. Na hiyo maji ukijiuliza ya kwamba yanatoka ndani ya mwamba. Na huo mwamba ndio huu mwamba mkubwa. Unaona ya kwamba ukitiririka maji katika jinsi hiyo. Sasa hiyo maji ikiendelea kutiririka, hiyo ni mwamba. Kumbuka ni mawe. Ukitazama ni mawe ambayo penye maji inatokea hauwezi ukafahamu. Lakini hapa kuna chemchemi refu ambayo inateremsha maji safi sana. Yakifika pale chini kwa vitongoji, ndio watu wanachota wakikunywa, wakitumia katika kazi ya nyumbani, na wakitumia katika hata kunyunyizia mimea yao itaendelea kunawiri. Kwa hivyo hii ndio wanaita Igena Itambe. Sasa maana yake ya sehemu hii inaitwa Igena Itambe kwa sababu hiyo ndiyo mawe ilidhihirisha na ikazaa hili neno. Hata ukisikia unasikia kwamba kuna kelele ya maji na hata sauti haisikiki vizuri, lakini sasa haya yote ni maumbile ya Mungu, na haya ni Mungu aliweka kwamba yaendelee katika sayari ya dunia. Hapo ndipo tunaendelea sasa, ikiwa tumefikia hapo, sababu pale juu penye mlima imeanzia hatutaweza kufuka, sababu hatuna penye tutapitia. Utaona kwamba ni vichaka, inahitaji ngazi ili kwamba tupandie, na hata hakuna penye tutapitia sababu tu ni vichaka. Penye wamesema kuna minyama aina mbalimbali, kuna nyoka na minyama ambayo ni hatari sana katika maeneo haya. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, hakika ni kwamba tumejaribu kufanya hii ili ya kwamba tukujulishe mambo ya Mungu. Mungu katika hii dunia alipoiumba, aliumba kwa njia ambayo ni ya kutamani, njia ambayo ni ya kufurahisha, na unapotembea unafurahisha macho. Kwa hivyo kama maeneo haya tumezuru katika maeneo haya katika hali ya kueneza Injili, na tumekumbana na mambo kama haya ambayo tumeona ni vyema na sisi tukujulishe, na wewe ukaelewe kwamba dunia hii iko na mambo mengi ya kufurahisha na ya kutamaniwa. Kwa hivyo tunapoendelea tutaendelea kukujulisha mengi, na wacha na Mungu akubariki. Mpenzi tena mtazamaji, tunataka kuchukua tena nafasi hii. Maeneo haya tuko ni mahali panaitwa Igena Itambe, na tumekutana na wenyeji wa hapa wenye watatuelezea kidogo kuhusu maana ya hilo jina na kuhusu yale mambo yalikuwa yakitendeka hapo awali kabla ya msimu huu kufika. Kwa hivyo tumekutana na kijana wetu hapa. Mimi kwanza kwa jina ninaitwa Innocent Wabuyele, ndiye nakuandalia kipindi hiki ili ya kwamba ufuatilie na kuelewa kuhusu maumbile ya ulimwengu. Ndugu yangu unaitwaje? Anaitwa Atuti Amos. Huyu anaitwa Atuti Amos, ni mmoja wa wazee wa maeneo haya. Nataka kuelewa shairi ya Mungu.
Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, kila mtu amwamini asipotee bali awe uzima wa milele. Asante atuti. Sasa hapa tuko na mhubiri mwenzangu ambaye ni Mama Patisheba, na yeye ni mmoja wa wale tunaendelea na yeye. Anashangaa kuona mambo haya ya kwamba kuna chiwe ambalo linatoka maji, auone penye linatoka, na hiyo maji ni safi tena ni baridi sana kama ile ya Mount Kenya pale. Sasa ndugu yangu, unaitwaje jina lako? Kwa majina naitwa Daniel. Ongea kwa sauti. Kwa majina naitwa Daniel. Mzaliwa hapa Igenaitambe. Sasa ndugu Daniel, ningetaka usongee kidogo ndio tuchukue sauti vizuri. Ndugu Daniel, tungetaka ni nini sasa unaelewa kuhusu ama unafahamu kuhusu hii Igenaitambe ambayo tumeona ni kama ni mlima tumeshindwa kukwea? Ni nini unaelewa kuhusu? Kiangalia kwa kamera huko. Ninachoelewa kwanza ni kwamba hii Igenaitambe tunaposikia ni kwamba hii mawe, naomba ongea kwa sauti kama vile naongea. Naam. Naomba nirudie. Igenaitambe jinsi tunavyojua ni kwamba hii mawe ulipokuwa ukitana jina Igenaitambe pia ilikuwa inakurudisha like there's an echo sound. Inakuletea echo sound. Kwa hivyo ukiita Igenaitambe na inasema Igenaitambe inakuletea. Hiyo ndio uashirio wake mmoja. Na nyingine ni kwamba Igenaitambe kuna maji inatoka pale na uwezi jua inatoka na wapi. Kwa hivyo kuna maji inatoka kwa mwamba vile tumeona ikitiririka, mtazamaji, vile umeangalia hapo inatiririka na uone penye inatoka. Na hiyo maji si unaona hata hii sasa hii hapa. Kiona ni maji hii inatoka kwa mwamba na hii ni mwamba ikitiririka, lakini penye inatoka ujui, na ni maji yenye chai acha kutokea, yenye chai koma inatokea kuwe na kiangazi ama sio kiangazi. Tena ishara nyingine ni kwamba hii Igenaitambe na ulisema, nilisikia wengine wakiashiria ya kwamba kuna wakati fulani hapo nyuma ukikuwa unawekelea hata kuni hapo, unagundua ya kwamba ile kuni unakuja kesho yake unapata kwamba ni machifu iko hapo, ile kuni imeungua, imekuwa inawaka moto. Walikuwa wanaongelesha mawe na hiyo mawe inatoa moto. Hiyo mawe inatoa moto. Kweli. Na sasa mtu anaweza akapika hapo, inakuwa ni moto wa kawaida. Kweli. Na sasa siku hizi vile hiyo mambo imeenea, mtu amesahau ijaribu na ipatikane inatoa moto. Bado hakuna mtu amejaribu. Lakini hapo zamani ilikuwa inatoa. Kweli. Sasa swali lingine, ikiwa inaendelea katika hali hiyo, watu wa maeneo haya kuna vile wanaangazia hiyo upande ule wa Igenaitambe that side kama kitu ambacho ni cha muhimu cha maana katika maeneo haya, ama ni kitu cha kawaida tu? Kitu cha kawaida. Kwa hivyo hakuna kafara yote inatolewa pale, ama mtu anaenda huko akisema ya kwamba atapata mibaraka, ama kuna kitu itafanywa mahali pale? Hakuna kafara yote. Kwa hivyo inaeleweka kwamba ni maji tu mnachota huku mkikunywa. Naam. Kwa hivyo sasa, ndugu mpenzi mtazamaji, hiyo ndio historia fupi umesikia kwa maeneo haya inaitwa Igenaitambe. Sisi katika msururo wa kusunguka ndio tumegundua ya kwamba kuna sehemu na kuna mwamba unatiririka na maji, na hiyo maji haikomi, ikitoka kuwe kiangazi kusiwe kiangazi, na ni maji safi ya kukunywa vile umeona tumekunywa hapo, ya kuoga na ya kufanyia kazi yote nyumbani, hata minyama wanakunywa pale, na ni baridi sana, haitaki fridge. Kwa hivyo nakuomba kwamba inamaliza kiu. Ukipata wakati siku moja na wewe utatembea mahali panaitwa Igenaitambe, ni watu wazuri, watu wakarimu, uone vile Mungu amewabariki katika hiyo. Wacha na Mungu akubariki mpaka tukutane tena siku nyingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Innocent Wabuyele na Mama Patisheba tumekuletea programu hiyo. Mungu akubariki sana. Wapenzi, hakika watazamaji, hapa tuko katika maeneo tunaposunguka hapa kwetu nchi yetu ya Kenya. Tumefika katika sehemu hii ambapo wanaita Igenaitambe, ni hilo china la mahali hapa, sababu ukitazama hapa penye tumesimama ni penye mto, penye maji yanatiririka kutoka kwa hiyo mwamba, na hapa ndio chemichemi watu wanachota maji ya kwenda kukunywa. Na zaidi ya yote, hiyo mlima imeanzia hapa ukipanda kuelekea pale juu, na hata ukitazama hii maji inayotoka hapa, hakika maji safi sana, maji safi sana. Pia tunafanya kama vile wana wa Israeli walifanya wakichunguka na wakikunywa. Wakikunywa hii maji, hakika ni maji matamu sana unapoyakunywa.
na ukitazama katika maeneo haya ukiona ya kwamba huku maji yanatiririka kutoka kwa huo mwamba kulingana na mazingira ya Mungu bila ilikuwa tayari ya dunia. Kwa hivyo ukitazama ni maji masafi yanayotiririka, masafi ya kufua vyombo, kufua manguo na kutumia hata katika kazi za nyumbani. Hapa ni mahali panaitwa Igena Itambe, ndio sasa tuko tukiendelea katika safari hiyo, tukiendelea kuchunguza. Hapa ndio mwanzo wake, tutapanda mpaka kule mlimani penye huo mwamba huko. Kwa hivyo usikate, tutaendelea kufuatilia tuone maana yake na ni kwa nini jinsi hiyo. Ndugu mpendwa, tukiwa katika maeneo haya ya Igena Itambe, tukiwa na huyu mtumishi wa Mungu Mama Batisheba, tumekuwa tukizunguka tukasikia sehemu hii inaitwa Igena Itambe, tukaanza kuuliza maana yake ni nini. Sasa tumeletwa katika maeneo haya ambapo tumegundua ya kwamba vile unaona ni mlima mrefu umechengwa kupitia kwa huu mwamba ambao ni mawe, na hii mawe imezunguka katika eneo kubwa sana katika maeneo haya. Na sasa imenikumbusha kitu fulani. Yesu akitembea pale katika Samaria alikutana na mwanamke Msamaria akija kuchota maji kisimani cha Yakobo. Ilikuwa ni majira ya saa sita, na hakika Yesu akakaa akatulia kando ya kisima kama vile tumetulia. Na huyu mwanamke alipokuja, hiyo Mambo na Mitume kutoka kitabu cha Yohana 4, huyu mwanamke alipokuja hakika akapata Yesu anakaa kando ya kisima. Na Yesu alikuwa ni Myahudi, na Wayahudi hawakuwa wanachangamana na Wasamaria. Na Yesu akaomba maji, na huyu mama yeye akatazamia maji, akafikiria ni maji ya kawaida. Na Yesu akamwambia, ikiwa ile maji nitakupea hautaishi kiu tena. Na yule mama akafikiwa na akasema angetaka kuyanywa yale maji. Alikuwa na mtungi wake wa kubebea akiwa kando kando ya kisima. Kwa hivyo nataka nikufahamishe maumbile ya Mungu. Mungu alikuwa anafananisha. Ukiona ya kwamba maji hata ukigonjeka ukienda hospitalini, kitu cha kwanza unaongezewa ni maji. Na tena kitu kingine cha pili ambacho unapewa hata ikiwa kuna shida yoyote ile ni maji. Na mwili wetu asilimia 95 ni maji, na vile vile na mafuta. Kwa hivyo jambo kitu kinaitwa maji ni kitu cha muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Na tena nani sasa huyu maji? Ningetaka uandamane pamoja nami mpaka kitabu cha Yohana 4 mstari wake ule tunasoma wa 14 kuteremka. Maandiko yanasema, walakini yoyote atakayekunywa maji yale nitakayempa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakikukutika uzima wa milele. Kwa hivyo ndugu mpendwa, Yesu kila alifanya alimjibu yule mwanamke, akamwambia wewe unatazamia maji yanayotoka katika kisima cha Yakobo, na ukikunywa unaishi kiu. Lakini nataka nikujulishe ndugu mpendwa ya kwamba Yesu akamwambia yule mwanamke, ukikubali nikupatie maji ambayo nitakupa. Maandiko yanasema katika Yohana 4:14 ya kwamba yale maji atakayekunywa yatakaa ndani ya mwili wake na yatakuwa na kivuko milele. Kwa hivyo vile unaona hii maji ikiteremka, hata ingawa kuna jua, kuna kiangazi, hii maji haikoma kutiririka. Ndivyo hivyo kumkubali Yesu ndani ya maisha yako, atakuwa anatiririka, utakuwa na chemichemi katika siku zako zote. Kwa hivyo imani na tumaini nikuwakilisha ndugu wapendwa, kila mmoja mahali popote unatusikiza katika nchi za mbali na hapa kwetu penye tuko. Ningetaka tukufahamishe ya kwamba zaidi ya maji haya masafi kuna maji ya uzima ambayo tunatangazia ulimwengu, ambayo ni Yesu mwenyewe. Ukimkubali akae ndani yako, atakutuma ukaeneze Injili, atakutuma ukanene neno lake, na hakika atakupatia uzima wa milele. Kwa hivyo zaidi ya maji haya ya kutiririka tumeyafananisha ni sawa na mtiririko wa damu ya Yesu Kristo pale Kalvari msalabani, akiwa anaturukishwa kwa ajili ya dhambi zako. Kwa hivyo dhambi zako na dhambi zangu, alipoturukishwa hiyo damu ilitiririka jinsi hili, na ilipotiririka na hakika ikatupatia uzima wa milele, ikatuondoa katika minyororo ya shetani na akatukalisha katika kiti chake cha enzi. Kwa hivyo tukikaa pale pamoja naye, hakika ni kwamba tunaendelea kulifurahia neno hili.
Je, ikiwa utakubali yaenda ikawa, utakaa na huyu Yesu ama utakaa naye? Nataka uandamane pamoja nami mpaka kitabu kile cha Waefeso. Waefeso ni 2 mstari wake wa 6. Maandiko inasemaje? Kwa imani akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hivyo ndugu mpendwa, wakati ule utakayemkubali Yesu Kristo na hii maji ya uzima ambayo ni Yesu mwenyewe yakadumu ndani yako, wewe utakaa pamoja naye na utadumu pamoja naye ndani yake Yesu Kristo katika imani. Kwa hivyo ukiwa umeokoka, umeketishwa pamoja naye, na huyu Yesu ameketi wapi? Penye tutaketi pamoja naye ikiwa tutaamini. Nataka kwa imani uandamane pamoja nami mpaka kitabu cha Marko 16 mstari wake ule ni wa 19. Marko 16 mstari wake wa 19, maandiko yanasema, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hivyo ndugu mpendwa, kulingana na mtiririko wa maji kama vile unatiririka katika mioyo ya wanadamu, ndio kumaanisha ya kwamba ukimkubali Yesu Kristo atakuketisha, atakupatia maji ya umilele na utaketi naye katika kiti cha enzi. Hapo tumegundua saizi tunaponena Yesu anakaa pale mbinguni katika mkono wa kuume wa Baba, na akikaa mahali pale, hakika ni kwamba na sisi kwa imani tukiamini tutakaa naye mahali pale, na vile vile tukikaa kwake hatutaishi kiu, hatutaishi njaa, hatutakuwa na mashaka, hatutakuwa na maovu, hatutakuwa na kifo, hatutakuwa na mambo yoyote machafuko tunaona katika dunia hii, hatutakuwa na uchumi mbaya, lakini mambo yote yatakuwa sawa. Je, Yesu akiketi pale mbinguni anaendelea kufanya nini? Ningetaka uandamane pamoja nami mpaka kitabu kile cha Marko, yaani kitabu kile cha Warumi, sio Marko, Warumi 8 fungu lake la 34, ili ya kwamba tuone Yesu akiketi pale mbinguni ambayo ni chemchemi ya maji anaendelea kufanya nini. Maandiko yanasema, ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwa hivyo ndugu mpendwa, kazi ya Yesu Kristo sasa wakati huu akiwa pale mbinguni katika mkono wa kuume wa Mungu ni vile anaendelea kukuombea wewe, anaendelea kuniombea mimi, anaendelea kumwombea ndugu mwenye ako hapa, na anaendelea kuombea wengine wenye wanapita. Kwa hivyo kila mmoja mpaka wewe mahali popote unasikika, Yesu sasa yuko katika kiti cha enzi akikuombea, na jinsi anakuombea ni kutuombea ya kwamba tuondoke kwa minyororo ya shetani, tuondoke kwa dhambi, ili ya kwamba tumpokee kama mkombozi, tuende mbinguni. Kwa hivyo wito wetu katika siku hii na wakati unatusikiza ndugu mpendwa, ni ya kwamba Yesu anakutaka wewe na anahitaji moyo wako. Ni kwa nini Yesu basi anahitaji moyo wako? Ni kwa nini atarudi? Na ni kwa nini anaendelea kunihubiri hili neno? Ningetaka uandamane pamoja nami mpaka kitabu cha waraka wa pili wa Petero 3 mstari wake wa 9. Maandiko inasema, waraka wa pili wa Petero 3 mstari wa 9, maandiko inasema, Bwana akawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali kuvumilia kwenu, maana pendi mtu yeyote apotee, bali wote wakafikirie toba. Kwa hivyo ndugu mpendwa, niko na wito wa Yesu Kristo. Hataki wewe upotee, hataki mimi nipotee, hataki wewe mlevi upotee, hataki wewe mzinzi upotee, hataki wewe mwizi upotee, hataki wewe mdanganyaji upotee. Wewe mpate Yesu Kristo leo na hakika atakupatia uzima wa milele. Hilo ndilo sababu alifika duniani, akawa ni maji ya uzima yanayotiririka milele, yanayoteremka kama mto, na hakika yakiwa ndani yako yatakuzuia katika kutenda maovu, na hakika atakupatia uzima wa milele. Kwa hivyo tunakupatia wito katika siku ya leo kufikia katika mahali hapa. Ndugu mpendwa, wewe mkubali Yesu Kristo na maisha yako yote na familia yako yote na watoto wako wote, na hakika utaona mkono wake ukifanya kazi katika maisha yako. Ningetaka nikwambie, mimi ni mtumishi wa Mungu Innocent Wabwire, nikikuletea mahubiri haya kutoka hapa Igene Itambe
penye unaona mwamba umepasuka na unaleta maji, unatiririka maji yanayokoni. Na hapa katika mahubiri haya tuko na mhubiri mwenzangu Mama Batisheba katika mahubiri haya. Kwa hivyo tunawahimiza tukiwaambia ya kwamba ukiendelea katika hali hiyo, mchatu subscribe to my channel Innocent Wabuyele, utakuwa unafuatilia mambo haya, mtiririko wa vile dunia inaenda na vile Yesu anatuhitaji. Mahali popote ulipo, tumekutakia mema na wacha Mungu akubariki mpaka tukutane siku nyingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Ukitaka tunipata katika mahubiri hayo, chukua namba yangu. Namba ni 0724 66 75 92 0724 66 75 92 0724 66 75 92. Sisi mahali popote ukitaka tufanye ujumbe, tuko tayari kufanya hapa Kenya na nje ya Kenya. Tunaendelea kuzunguka kupeperusha habari njema ya kurejea kwa Yesu Kristo. Na wacha Mungu akubariki mpaka siku nyingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Asante sana.